kumbe show imeanza. Nilikuwa sijui jamani kwamba show ishaanza, lakini ndio hivyo tena. Huu mziki alionichagulia Hans ndio kaleta vurugu zote hizi. Yaani mziki ukiwa unapiga huu lazima ucheze, yani lazima ucheze. Vipi hali, habari za siku? Eid Mubarak mpenzi mtazamaji wa Kipenga cha Mwisho. Ya imekuwa ni muda kidogo sasa hivi hapa, kama hii wiki moja kulikuwa na heka nyingi sana ambayo sikupata fursa ya kuwatakia Eid Mubarak. Wengine tayari tushaingia kwenye Shawwal. Kama jamani wazee wangu, kaka zangu. Naam. Shabandali, Idi Manase. Naam, Rabika. Shawwal inaendelea au inaendelea kama kawaida? Tunayo. Kama kawaida? Kama kawaida. Alhamdulillah. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Tupo ndani ya wiki nyingine. Wiki ya kipekee kabisa hii, kuna matukio ambayo yamegusa mioyo ya wafuatiliaji kadha wa kadha wa kabumbu. Tukianza na Confederation Cup, CAF Confederation Cup, lakini pia ligi kuu ya NBC. Na niseme tu kitu kimoja kwamba moja kati ya mechi iliyojaa vituko ni mechi kati ya Tabora United na Young Africans. Tunayo hapo hiyo mechi. Mumejiandaa? Haina shida. Mko vizuri? Tuko safi kabisa kwa ajili hiyo. Kama mnavyojua, tunatakiwa kuwa makini na yale tutakayokuwa tunayasema. A iwe A, sio A tunaifanya kuwa E au E iwe I, au sivyo? Sawa. Basi tupate mapumziko mafupi, tukirejea tunaanza moja kwa moja Kipenga cha Mwisho episode ya 344. Karibu sana. Kabla ya mechi kuanza, kuna kwepo na ile ceremony ya tossing ceremony, au sio? Kwa hiyo kwa nini sikupuliza firimbi pale? Kwa sababu wakati wa tossing ceremony hamna firimbi. Firimbi inapopulizwa ina maana mechi imeanza. Sawa. Au sivyo? Ndio. Moja kwa moja leo nataka tuanze kwa kutazama pambano la robo finali la CAF Confederation Cup, kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wawakilishi wetu Simba Sports Club jana walikuwa wanapepetana na wenyeji wao Al Masry, Simba ikifungwa goli 2-0. Hatutaki tuongelee matokeo, matamanio ya timu na kadhalika. Hiyo ni kazi ya coach Fadlu pamoja na uongozi wa mzee Mangungu pamoja na watendaji wengine wa kina Muba, au sivyo? Goli la pili la Al Masry kama mnavyoiona hapa ni goli ambalo lina viashiria fulani vya offside, au sivyo? Kuna viashiria fulani vya offside, lakini mwamuzi alilikubali hilo goli. Naomba nikuulize Idi Manase. Naam. Kwa scenario hii, karibu hapa. Leo nitatembeza kidogo. Kwa scenario hii. Hiyo ndio. Kabla sijasogeza hii picha, ni mchezaji gani wewe unadhani alikuwa kwenye nafasi ya kuotea? Kama unadhani yupo mchezaji ambaye anayeonekana yuko nafasi ya kuotea huyu hapa. Ngoja tuanze kufanya kitu. Jezi nyeupe, au sio? Ndio. Unayemwona kwa sasa hivi hapa anaonekana ni huyu. Huyu hapa. Huyu hapa.
mpira unatoka kwa mbili. sawa, mpira unatoka hapo kwa namba 2 Ndio. kwenda kwa namba Namba 1. moja. Ipo sawa kusema kwamba anaenda kupokea mpira awe namba 1 au tumweke anayetoa pasi ndio tumweke namba 1? Tufanye namba 1 ni yule anayetoa pasi. Namba 1 nenda kwa namba 2. Why tumeamua kumweka namba 1 mwenye mpira? Kwa sababu kila tukitaka kumhukumu Idi Manase kuwa kwenye nafasi ya kuotea, ni lazima utizame pale mpira alipokuwa anamiliki Osman Kazi, Idi Manase alikuwa wapi. Kwa hiyo tunaanza kutizama hapa kwanza kwa Osman Kazi. Okay. Kwamba wakati Kazi anauachia huu mpira kwenda kwa Idi Manase, je, Idi Manase alikuwa ameotea au hajaotea, au sivyo? Ndio. Haya, kwa hiyo ukitizama kwa picha ya kawaida hapa unaweza ukasema kwamba huyu mchezaji alikuwa ameotea, au sivyo? Ndio. Tuangalie. Alikuwa ameotea, tuwarudishie namba zao, au sivyo? Anayetoa pasi pokea. Haya, tunakuja kwa upande wa Simba. Ili huyu mchezaji ahukumiwe kuwa ameotea, ili Ndali, nikuulize wewe, no. Ili huyu mchezaji ahukumiwe kuwa ameotea, vitu gani vinatakiwa kuzingatiwa? Misingi ya offside mitatu. Kuwa karibu na mstari wa goli, kuwa karibu zaidi na mstari wa goli kuliko wapinzani. Wapinzani wangapi? Wawili. Naam. Sawa. Naam. Haya, kwa picha hii unadhani huyu mshambuliaji ana wapinzani wawili mbele yake? Hana kwa picha hii. Hana mmoja tu mbele. Goalkeeper. Hana wapinzani wawili mbele yake. Hana wapinzani wawili. Hana kwa picha hii. Uhakika? Kwa picha hii hapo ndo hana wapinzani wawili. Haya. Namba 1 tunaweka hapa. Pinpin Kamara. Ndio. Sawa? Sasa tuwe makini sana kuwa karibu zaidi na mstari wa goli. Si kiungo chochote ukiondoa mkono? Ndio. Kiungo chochote. Mguu, kichwa, au sio? Goti, au sio? Mkono pia? Mkono hapana. Mkono wa ufungi goli. Haya. Naomba tumtizame mchezaji huyo hapa. Wa Simba. Huyu ambaye nimemwekea namba 2, ambaye ni wa mwisho kabisa katika defense line. Aha. No. Kati ya huyu tuliyemwekea namba 2 na namba 2 wa timu inayoshambulia, nani yuko karibu zaidi na mstari wa goli la Simba? Namba 2 wa Simba. Tumekubaliana Ndio. Tumekubaliana. Kwa hiyo huyu mshambuliaji okay. Huyu hapa tumekubaliana kwamba yuko mbele yake, wapo wapinzani wawili, kwa maana ya Pinpin Kamara na huyo pamoja na
Sasa huyu sijui ni Shamu au Shabalala Mohamed Hussein, sina uhakika, lakini muhimu cha kujua ni kwamba wapo wachezaji wawili, goalkeeper pamoja na. Kwa hiyo assistant referee hii sio assistant referee alinyanyua baada ya goli kufungwa, alinyanyua kwa sababu kulikuwa na mashaka, au sivyo? Na wengi wetu sisi ambao tulikuwa tunaitizama hii mechi, wengi wetu tulisema offside, tulikubaliana naye yule, tulikubaliana na assistant referee, au sivyo? Ndio. Lakini maamuzi yalipotoka nasema hata maamuzi haya yalipokuja kuamuliwa iliwekwa mara moja kama sekunde 2-3 alafu ikaondoka. Ndio. Mimi bado nikabaki na mashaka, mbona walio wameiondoa haraka au kuna janja fulani? Lakini kiukweli kabisa mchoro huu wa offside camera na VAR ilivyoonyesha ni dhahiri kabisa kwamba mchezaji alikuwa hajaotea. Sawa. Haya. Nimeanza makusudi na hii clip ya goli la pili la El Masry kwa sababu kipindi chetu leo kimetawaliwa sana na matukio ya offside. Sana. KMC walikuwa na shughuli pevu na Tanzania Prisons. Tanzania Prisons goli la kwanza walifungwa kwa njia ya penalty, nayo hapa tutakuja kutizama. Kuna hii goli la tatu ambao kuna dalili za kuwa offside, tunayo hapa. Saddam kama ilivyo kawaida kwa nani hii, kwa wataalamu wa CAF walituletea mchoro, na sisi pia tunaye mtaalamu wetu mwenye uwezo wa kutuchorea hiyo mstari, sio mwingine, anaitwa Saddam. Mtu mmoja makini sana. Tazama hii tukio. Offside. Offside ya wazi kabisa inaonekana. Au sivyo? Offside ya wazi kabisa. Very clear offside. Sasa ngoja tumwangalie Saddam katuamulia kitu. Mchoro. Inaonekana hamna kitu hapo. Kuna offside hapo? Hapo hamna. Tunaanza tena. Tunaanza tena. Lakini alipofunga kule yuko offside. Hapa. Namba 1. Shirunda. Sawa. Tanzania Prisons. Isa. Huyu hapo, huyu acha huyu mwingine. Mimi namtaka huyu. Huyu. Sawa Sawa. Tunaambiwa kwenye vipengele vitatu kuwa sio offside endapo una wapinzani wawili mbele yako. Nyingine kuwa karibu na mstari wa goli. Kutokuwa offside. Kutokuwa offside. Tunaangalia vitu gani? Una wapinzani wawili mbele yako. Sawa? Ndio. Uko sambamba na wapinzani wawili au mpira uko mbele yako. Au sio? Ndio. Vitu vitatu ambavyo tunazingatia katika offside. Tunasema misingi ya offside. Misingi ya offside. Au sio? Kuwa karibu zaidi na mstari wa goli. Hiyo offside kuliko wapinzani wawili. Lakini kama upo sambamba na wapinzani wawili au uko sambamba na mpinzani wa pili au una wapinzani wawili mbele yako, sio offside. Kwa hiyo hii
ni ile kwamba yuko sambamba na Kwa sambamba na wapinzani wake hapo. Yuko sambamba na mpinzani wake. Au sivyo? Ndio. In this sense, tunakubaliana kwamba assistant referee kazi yake alifanya vizuri. Kwa sababu kwa jicho la kawaida, Idi Manase wewe ulivyoiona, unasema clear offside. Maana nimeona tu ninaona Clear yuko peke offside. yake. Kabla Saddam hajafanya mambo yake hapo. Hata mimi nilisema hivyo. Clear offside. Au sivyo? Lakini hapo sasa ndipo tunapokuja kuheshimu taaluma za watu. Naam. Lazima tuheshimu. Haya, mwanawe hapo alipokuwa hapo. Mpira umepita ndio naye akapita. Haya. Naomba ni play hii clip. Angalia. Uone. Hapo anapofunga. Self offside kabisa hapo. Kwa nini hatumhukumu hapa? Kwa nini hapa Chilunda hahukumiwi kwa kuotea? Wakati yuko karibu zaidi na mstari wa goli. Hapa hukumiwi kwa sababu gani? Kuliko wapinzani wawili. Hapa hukumiwi kwa sababu gani? Wakati mpira unapigwa anaupiga ule, alikuwa bado yuko na wapinzani. Ameenda kupokea baada. Wakati anapiga nani? Huyu mwenye jezi ya kijani hapa. Huyu namba 21. Kwanza anapiga wakati anafikisha mguu kwenye mpira. Yaani mpira unaondoka, yule bwana alikuwa offside. Hajaotea manake. Maana alikuwa na wapinzani hapa. Sasa ameenda kupokea kule, ndio tunamwona zika kapokea mpira na kufunga. Lakini wakati inapigwa sasa alikuwa offside. Kwa maana hiyo, ili tumkamate Shabandari kwenye nafasi ya kuotea. Mimi na wewe, mimi na Shabandari ni wachezaji wa timu moja. Ndio. Au sio? Ndio. Kwa hiyo hapa ninapoachia huu mpira, ndio, kwenda kwa mwenzi kwa Ndali. Au sio? Ndio. Assistant referee ataangalia position yako. Sasa. Au sio? Ndio. Hebu naomba tufanye demo kidogo. Jioni hapa. Baki hapa. Ndali, naomba uje kidogo. Nenda kidogo nyuma yake. Hapo. Sawa. Hapa nampasia mpira Ndali. Au sio? Ndio. Mpira umeenda moja kwa moja kwa Ndali. Ameupokea. Wewe huja rudi nyuma yake. Au sio? Yaani wewe hujafanya movement ya kusema kwamba Ndali sio offside. Kwa mfano, naomba mpira tena. Wakati mimi narusha mpira, naomba wewe nenda nyuma ya Ndali sasa. Tunarusha. Wakati narusha. Sawa? Hapo Ndali anaonekana yuko mbele. Ndio. Nyuma yake anayo wapinzani wawili, kwa maana ya wewe pamoja na goalkeeper wako. Au sio? Sawa. Lakini amenufaika kwa kuwepo kwenye nafasi hiyo wakati mpira unatoka kwangu. Ndio. Au sio? Sawa. Haya. Ndali, naomba usimame mstari mmoja na Manase. Kwa pembeni. Hapa. Yes. Au sio? Hapo tunamhukumu Ndali? Offside. Tunamhukumu? Hapo ulipopiga sasa hivi? Paki mimi na wewe ndio pamoja. Mimi na Ndali ndio mko pamoja. Wewe ni defender. Mimi defender hapa sio offside. Kwa nini? Kwa sababu mimi bado nipo hapa. Uko level. Niko level na Ndali. Au sio? Ndio. Kwa hiyo vyote hivi tunazingatia. Naomba mpira. Na tunasema tena wakati Hoffman ananipigia mimi nilikuwa na wewe, ndio tuko hivyo, tuko pamoja. Sawa. Kwa hiyo ili mtazamaji, naomba nieleweke, ili mwenzangu mimi ahukumiwe kwenye nafasi ya kuotea, ni lazima awe karibu na mstari wa goli la wapinzani wetu, kwa maana ya wapinzani wa mimi na Shabandari. Mpinzani wetu, mstari wa goli la mpinzani wetu linatakiwa kuwa karibu zaidi na
Shabandali ndio ataweza kuhukumiwa na hana wapinzani wawili, au sivyo? Sawa. Nadhani hii tumetoa darasa. Sasa ili tuwajaze, twende kwenye offside hapo. Twende kwenye nafasi ya offside. Niwepo kwenye offside. Niwepo kwenye nafasi ya offside sasa. Manase Njombe. Hapa. Sawa. Haya. Mpira huu hapa. Ufuate. Unaujia. Unaufata sasa kwa mbele. Upokelee huku. Okay. Ina maana uje upokelee huku. Sawa. Hapo uko nafasi ya kuotea. Si ndio? Manase sogea kidogo. Uko nafasi ya kuotea. Tayari niko kwenye offside position. Hapo tayari. Lakini mpira wakati mimi naucheza huo mpira, wewe njoo upokee. Sawa. Kupokea. Haya, twende. Unakuja kupokelea hapo. Umeona hii? Umepokea mpira sasa. Umepokea mpira ukiwa umetokea kwenye nafasi ya kuotea. Kwa hiyo tutamhukumu Shabandali kuwa amenufaika kwa kuwepo kwenye nafasi ya kuotea na akaingilia mchezo. Nimeingilia mchezo na ninapata faida. Yes. Sawa bwana. Sawa. Imekaa sawa. Imekaa sawa. Inshallah. Turudi. Kwa hiyo hapa Shaban Idi Chilunda asingeweza kuhukumiwa offside kwa sababu wakati mpira unatoka kwa mwenzake yeye hakuwa ameotea kwa sababu yuko sambamba na mpinzani wake wa pili wakati mpira ndio ulikuwa unaachiwa. Hii ni tukio moja very very sensitive. Haya, tunakuja kuangalia, nataka kuangalia offside nyingine moja. Here. Jamani, kaeni vizuri. Hapa tunaangalia mechi ya Tabora United na Young Africans. Sawa. Jamani, mimi kuna kitu ni hapa nilikiona. Unaona hali ya uwanja ulivyo? Watu wote wametulia. Halafu angalia sekunde moja inaweza ikasababisha hali ikawa tofauti kabisa. Angalia hapo. Angalia hali ya jukwaa jinsi ilivyo. Ndio tujue jamani, tujue kuheshimu sekunde. Sekunde ina maana kubwa sana. Makame mdogo amehukumu offside. Hii offside imetoka wapi jamani? Asante Sadam. Sadam, asante hapo. Asante kwa nani? Sadam kafanya mambo yake hapa. Okay. Tunaanza tena. Jana tukitumia njano kwa Yanga ni sawa, au sivyo? Hapana. Mpira unatoka hapo. Sawa. Anaenda kupokea mpira Prince Dube. Namba 2 hapa. Defending players. Goalkeeper namba 1. Yes. Sawa? Second last opponent huyo hapa. Sawa? Haya. Position ya mwamuzi wetu. Position ya Makame mdogo. Hakuwa sahihi. Hakuwa sahihi. Katangulia mbele. Ilikuwa sahihi? Haipo sahihi hapo. Sababu yeye katangulia. Wapi? Atakiwa kwenye mstari. Kwenye mstari wa Sadam.
Kwa hiyo tushaubatiza mstari wa Saddam. Sana. Haitakiwa iwe kwenye mstari. Mtaalamu Maana wangu. mstari kuanzia leo tutakuwa tunawaita mstari wa Saddam. Mtaalamu wangu huyo. Hapa tunatoa somo gani kwa Kwanza kwa waamuzi hapo. Au assistant yao. kwa picha hii? Yaani ina maana hapo haendi na second na last defender hapo. Maana yeye anatangulia kabla, hawezi kuona offside. Ukitangulia uweze kuona na ukibaki nyuma uweze kuona. Dali Ni hivyo. Ndio maana tumempa position hiyo kwenye mstari ambao tumeweka mstari wa Saddam. Angekuwepo hapo kwenye mstari wa Saddam, angekuwa na second last defender, angefanya Kazi yake kitu cha usahihi kabisa. angetoa maamuzi Yaliyokuwa sahihi kabisa. Sasa yeye yuko mbele. hatua moja. Hapa nyuma nilitoka kuzungumzia sekunde moja. Naam. ndio. Sasa hapa nazungumzia, naomba nipate full shot yangu. Kuna demonstration moja nataka nifanye. Ndio. Unaona? One step. Hii hatua moja hii Yes. ina tafsiri kubwa mno. Ndio hii tunachokisema, kama Makame mdogo angekuwa hatua moja nyuma, usawa wa mstari wa libero, kwa hakika asingeweza kumhukumu Prince Dube kuwa offside, ambaye alimmegea Mzize bila ajizi. Alifunga goli moja tamu mno, lakini kwa bahati mbaya goli likakataliwa. Naam. Kwa hiyo jamaa akamtafsiria offside. Akamhukumu offside, au sivyo? Lakini mwenyewe aliendelea kushangilia, hakuona bendera. Akachelewa kuiona. Sasa baada ya kuangalia bendera huko anaona hamna kitu hapo. Haya bwana. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba haikustahili kuwa offside. Sio haikustahili kuwa goli. Ilistahili kuwa goli. Ilistahili kuwa goli. Ambayo kwa bahati mbaya mwamuzi aliweza kuihukumu Isivyo bahati. Hakuna bahati. Hakuna bahati mbaya. Isivyo bahati kwa nani? Isivyo Kwa bahati. Mzize, kwa Prince Dube, kwa sababu Prince Dube kapunguziwa assist, Yes. Mzize kapunguziwa goli, Yanga wamepunguziwa goli, au sivyo? Naam. Kwa isivyo bahati. Isivyo bahati. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaangalia vitu vingine. Je, vilikuwa isivyo bahati au ilikuwaje? Hiyo isivyo bahati ni ya Shaban Dali. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Kipenga cha Mwisho, kipindi pekee ambayo unaweza ukapata darasa ya sheria 17 za soka, ambayo kwa kweli ni fahari kubwa sana kwetu sisi kuweza kuendesha hii program maalum ambayo tunatoa elimu kwa yule mwenye kuhitaji kuelimishwa. Naamini kabisa kwamba kuna watu wengi sana, sijasema watu wote, watu wengi sana wananufaika sana na hichi kipindi ambacho huwezi ukakipata sehemu yoyote tofauti na kwenye kisimbuzi cha Azam TV na katika channel ya Azam Sports 1 HD kila siku za Alhamis saa 4:30 usiku, ikirudiwa siku ya Ijumaa saa 2 asubuhi. Hiyo. Okay, tunaendelea kutizama. Tumeangalia matukio kadha wa kadha. Sasa nataka tuangalie goli hili ambalo nalo
liliweza kuhukumiwa kuwa offside, ambaye mwamuzi msaidizi namba 1 naye aliweza kuhukumu offside. Sawa. Tunaona mpira hapa wakati umetoka. Sawa. Tunawapa rangi ile ya njano. Hapa wakati mpira unatoka, Prince Dube, lakini defender wa Tabora, tunaanza wa goalkeeper tumempa namba 1. Sawa. Sawa. Prince Dube hakuwa ameotea wakati pasi mbele. Na hivyo basi shambulizi hili lilivyoenda, kama tulivyofanya demonstration, huyu ni Duka Buya huyu. Okay. Naye alikataliwa goli katika dakika ya 84. Au sio? Yanga mechi walipania sana. Sana. Na wamefanikiwa. Sana. Yaani hapo napo kosa lile assistant bado yuko mita 1 si mbele huko. Sasa yule alionaje offside hiyo? Inavyoonekana kwamba anahitaji, ama kama mdogo anahitaji apewe sana mazoezi ya kukaa na second last defender. Na akimbie sana. Naamini kabisa Kipenga kitakuwa kimemsaidia kwa kiasi fulani, atayafanyia kazi. Kwa sababu anarudia makosa yale. Na mimi namtumia salamu hapa kwamba afanye sana mazoezi. Anarudia makosa yale. Kukimbia sana. Anaweza kufanya mazoezi ya kukimbia masafa marefu. Kukaa na watu wale watu wa mwisho kwenye mpira. Yaani Othman uko sahihi kwa sababu kukimbia sana ndio kumemfanya awe mbele kuliko ule mstari wa libero. Yeye huyu anakaa mbele kwa sababu gani? Anavizia huku. Hapo anakaa anavizia mbele tu huku. Hawahi kufika. Hana mwendo manake. Kwa sababu kama angekuwa na avizivizi hivyo, ina maana angekuwa na watu sambamba na mtu mwisho. Kwa nini atangulie mbele? Na maana anakaa special kwa kukimbia kwenda mbele tu. Kwamba huko wataniacha. Okay. Kwa hiyo afanye sana mazoezi labda ya kuruka kamba ambayo yatampa ya kufanya wewe mwepesi. Yale na apunguze kula kusudi wanavimba wewe. Kwa hiyo goli mbili hizo Othman tunaondoka na kauli kwamba goli mbili hapo. Goli mbili. Yes. Ambazo zote zinastahili kuwa goli, lakini kutokana na positioning yake. Sawa. Sasa inapokuja swala la positioning, hata waamuzi wa katikati wanakuwa na shida ya positioning. Yes. Ndio, sawa. Tunakubaliana. Ndio kweli. Hebu naomba tuangalie tukio hili hapa. Sitaki mmoja wenu aige majibu ya mwenzake. Naomba kila mmoja wenu anipe maelezo ya kutosheleza haya maamuzi. Kila mmoja wenu. Kwanza, je, mnakubaliana na haya maamuzi? Pili, mnakubaliana na haya maamuzi? Na je, mnakubaliana na maamuzi gani? Kwa sababu hapa kuna maamuzi mawili yanahukumiwa. Moja, kwanza imehukumiwa free kick. Maamuzi ya pili, Sadim Rope anamwonyesha defender kadi ya njano. Mnakubaliana na haya maamuzi? Mimi nakubaliana nayo. Sababu kosa lolifanya ni la makusudi. Manase, naomba uangalie kwa umakini mkubwa. Naomba uangalie kwa umakini mkubwa. Halafu nitakurudia. Ndali. Naam. Unakubaliana na haya maamuzi? Moja nakubali, moja hapana. Mimi nakubaliana na faulu. Unakubaliana na faulu. Na faulu. Faulu iliyofanyika nakubaliana nayo.
lakini ni faulu ya kimchezo. Ukisema faulu ya kimchezo unamaanisha nini? Alikuwa anakwenda kwenye mpira, kaukosa mpira, kaenda kwenye mguu, lakini dhamira yake ilikuwa anakwenda kwenye mpira. Kaukosa mpira, mguu wake umekwenda kwenye mguu wa mwenzie. This is a foul, lakini kwa yellow card hapana, ni foul nyepesi ya kawaida, isingeenda na yellow card kwa mawazo yangu. Manase, unakubaliana na Ndali? Mimi yellow card lazima hapo, maanake katafuna mguu mwisho. Sasa nataka uidefend yellow card. Nataka uidefend yellow card. Hapa tunazungumzia Kadi ya njano hiyo. hii kadi ya njano. Sawa. Tuna foul aina ngapi? Tatu. Aina za foul tunazo tatu: careless challenge, reckless challenge and using excessive force. Sawa. Hiyo ndio. Careless ni kukosa umakini. Manasi, tunakubaliana? Ndio. Kukosa Umakini. Reckless ni kusudio la kwamba sina uwezo wa kucheza mpira, basi mtu asiende. Ndio. Using excessive force ambaye inaenda na Red card. Na red card. red card ni dhamira, nguvu ya kumuumiza Pinzani. mpinzani wako. Tumetumia neno gani? Mpinzani. Pinzani. Kwenye mpira kuna adui? Hatuna. Kwenye mpira kuna adui? Hakuna adui. Mpira hauna adui. Mpira una Na wapinzani. wapinzani. Ndio maana hata ukisikia kwenye mshike viwanjani wanasema Tanzania itakutana na mpinzani wake Morocco, Naam. sio na adui wake Morocco, Hawasemi. au sivyo? Naam. Tanzania itakutana Na mpinzani wake. au Tanzania ina wapinzani wafuatao, sio ina maadui wafuatao kwenye AFCON, Naam. au sio? Sasa. Kwenye mpira hatuna adui, tuna mpinzani. Naomba hilo niwape hiyo darasa leo. Naam. Sasa mpinzani wa hii tukio ni nani? Mwenye mpira au anayezuia? Anayezuia ndo mpinzani. Anayezuia ndo mpinzani. Anayezuia Ndio ndio mpinzani. mpinzani wa mwenye mpira, mwenye Mpira, au sivyo? Naam. Kusudio la bana, jina inasomwaje? To me, nakataa yellow card. What was the intention ya huyu mchezaji? Kusudio lake lilikuwa nini? Kucheza mpira. Kumzuia nani hii mpinzani wake asipite au auzuie mpira? Mpira. Angalia vizuri, angalia vizuri hapa. Angalia hiyo movement vizuri. Alimdesh kwanza na miguu yake Kangalobo, au sio? Alimchanganya na miguu yake, au sio? Ndio. Halafu Akaweka mbele mpira. wakati anaondoka yule anashika, ala, kumbe anaondoka, ndio Ehe. anataka kuzuia mpira ushapita. Kwa hiyo hapa ndio tunasema alikosa umakini wa kuzuia mpira na hakuwa na nia ya kumnania, Yes. au sio? Sasa. Sasa hiyo ndio inakuja kwenye careless challenge. Challenge, yes. Careless challenge doesn't go with a yellow card. Yellow card, yes. Kama Manase, Umekubali. tumekubaliana? Sawa. Ndio maana nimeikubali faulu, yellow card nimeikataa. Inaonekana it's very Yes. simple. Yeah. It's very simple. At least Ikangalobo ingekuwa anaelekea kwenye penalty area, ingekuwa
anakwenda golini. Hii tukio imenikumbusha refari Emmanuel Mondembwa. Unamkumbuka Emmanuel Mondembwa wa Arusha? Naam. Unamkumbuka? Alikuwa ni mwalimu. Ni makini sana 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 katika hizi foul ambayo mchezaji anaelekea ndani ya penalty area. Alafu foul kama hii inatokea, unajitetea kwamba umemzuia mtu alikuwa anaenda kwenye penalty area, ndio maana anakuonyesha kadi ya njano, au sio? Lakini huyu alikuwa anaelekea kwenye nani? Kwenye corner flag. Huko alikuwa anaelekea kwenye kibendera. Sawa. Haya, naomba tuje tuangalie penalty. Sio penalty. Ndio. Huyu Makamba Shika pale. penalty. Sio penalty. Kuna vitu vingi vimefanyika. Bwana imeleta kwenye matao. Mimi nilitizama tukio kama mara 4-5. Angalia hii hapa. Kamtoka wa kwanza Max. Max alimsukuma Makambo au Makambo walikosa balance? Yagusa bana. Balance mwenyewe kaanguka. Kosa balance mwenyewe kaanguka. Makambo walikosa balance. Ndani ya penalty area. Dali vipi? Simone huyu nani? Maxi. Akicheza foul au? Simone alikuwa kwenye position gani? Kampa mwili kafanyaje? Haya, angalia Maxi hapo. Bwana kamkosa hapo na akadondoka. Kamkosa na akadondoka. Hii hapa, angalia hapa utaona vizuri. Huyo Max alimpita tu. Alafu yani kwa jicho langu mimi nilichokiona, Makambo alikuwa anatafuta support kwenye mwili wa Max. Mkono wake wa kulia ulienda kutafuta support kwenye mwili wa Max. Max akaondoka. Max akamkwepa. Kwa hiyo alivyokosa balance, akaona huku mimi sipati balance, huku mpira unaondoka, akataka kurudia kwenye kurudia hapa, akapoteza balance. Moja kwa moja ndio imeenda. Kwa hiyo hapa maamuzi yaliyochukuliwa na Sadim Rope perfect. Yuko sahihi. Au sivyo? Yuko sahihi. Haya, naomba tuje tuangalie penalty waliopata KMC. Jamani, mimi mchokozi. Mimi tena mchokozi sana. Kama majukumu yako. Hapa Ndali anza wewe. Hapa hakuna penalty Uthman. Pale hakuna penalty. Kwa sababu gani? Mtu kadondoshwa chini. Kadondoka mtu chini. Kadondoka hujadondoshwa. Naye huyu ameluzu balance. Balance yake imekuwa poa. Kwa sababu gani? Yeye ndiye alikuwa na mpira. Alikuwa amegeukea huku, akataka kugeuka upande wa pili, mtu wa pili wa KMC kaongezeka kwenda kucheza. Hakuna mtu aliyemgusa. Umeona? Si hamna penalty. Mwenyewe tena kaanguka wakati mpira ushaondoka. Yule mwenye jezi ya kijani huyo. Anase. Hebu kasimame kidogo pale na mimi nikae kidogo. Kaa hapa. Ngoja na mimi niingie darasani. Ali mambo hapa. Dakika ya 41 ya mchezo. Ndio, unaona? Amecontrol. Omar Mdoe. Huyo ameingia.
bado ana umiliki, kaurudisha huko. Manase, hebu tupe darasa hapa hamna penalti. Huyu bwana huyu alidondoka huyu. Wakati anakwenda na mpira, anaenda na mpira. Yule mwenye jezi ya kijani na nyeupe huyu kacheza tu mpira, alafu huyu mwenye jezi ya blue kaenda kuparamia pale kati mpira ushaondoka, anakwenda kwenye mwili wa mtu. Yaani wewe huyu bwana. Yule bwana anaondoa mpira. Yeye ndio anaenda kujiangusha kwa umehamishwa ule mpira pale. Yaani huyu hapa kagusa mpira. Nyuma ndo anajiangusha mwenyewe kwenye mwili wa mtu. Unajua, yaani huyo jamaa kaondoa mpira, yeye kajileta. Juzi kati bwana, nilipata simu kutoka kwa agent mmoja wa visimbuzi vya Azam TV yuko kule Mbeya, anaitwa Chunya. Baba mzazi. Baba mzazi wa Chunya. Baba mzazi aliona hii tukio, akanipigia simu. Akaniambia, kazi kesho una kazi kwenye kipenga cha mwisho. Nikamwambia, sasa kazi asipopata kazi, kipenga cha mwisho kina faida gani? Niambie baba mzazi. Akaniambia, naangalia hii mechi ya mechi ya KMC na Prison. Na kuna penalty imetolewa. Mimi haraka nilikuwa newsroom hapa naangalia mechi 3 kwa wakati mmoja. Kulikuwa na mechi 3 ujue. Kulikuwa na mechi ya Tabora versus Yanga. Ndio. KMC versus Prison. Alafu kulikuwa na mechi ya Fountain Gate ya ndugu yangu Makao dhidi ya Serengeti Black Stars. Kwa hiyo nilikuwa na heka. Mpaka ndugu yangu Kambili alikuwa ananitania, kazi una kazi leo. Ndio hivyo tena, ndio kazi zetu. Sawa. Alichoniambia baba Luena kwamba bana, huyu referee amekuwa mkali kwa mchezaji wakati hakuna penalty hapa. Nikamwambia, una uhakika? Basi ngoja kesho tutaiona kwenye kipenga cha mwisho. Kwa hiyo hii Lawena Nsonda. Lawena Nsonda. Sasa baba mzazi baba. Ni wakala wa wa visumbuzi vya Azam kule Chunya. Yes. Makusudi mimi nimewatega. Hebu chambueni nyinyi. Ndali nenda pale. This is a simple penalty. Yaani penalty nyepesi mno. Na wala sio penalty sasa kwa sababu nyepesi mno. Mpaka ikaanza kucheza mpira. Ngoja, ukisema penalty nyepesi unamaanisha kwamba sio penalty maana yake. Kwamba kuna foul ndogo imetokea hapa. Hapo kuna foul. Hapa hamna foul. Hapa hamna foul. Yaani baada ya jamaa kucheza mpira akatafuta ujanja. Huu ni ujanja wa kutafuta kumdanganya mwamuzi. Na mwamuzi akashawishika tayari hapo. Kadanganywa na kaisha. Tumesema nani hii? Tumesema kule Mbeya, Tabora. Magoli 2 yamekataliwa. Ndio. Ambayo yalikuwa goli. Ndio. Hapa kuna goli moja limetolewa ambayo haikustahili kuwa goli. Ndio. Au sio? Ndio. Hivi namna hii jamani. Osman uliniambia niende pale. Uliniambia niende hapo. Umechelewa. Mimi nimemaliza hata hivyo. Penalty hamna hapo. Mimi sikutaka kwenda kwa sababu hamna penalty hapo. Hamna penalty hapo. Kuna haja ya kumwambia Ibrahim Kidiwa. Mdudu. Rekebisha. Mfunzi wa waamuzi Tanga. Amwite Mdoe. Azungumze naye. Aongee naye. Au sio? Sawa kabisa. Hii tumekubaliana kwamba hii haikustahili kuwa. Nadhani KMC Yanga goal 2 Tabora penalty claim tumeangalia Yanga au Naomba niseme kitu moja. Kwenye mechi ya jana kati ya Almasri na Simba kuna tukio la foul aliyochezewa Ateba na mwamuzi hakutoa penalty. Unadhani tuna jambo gani la kuambia wachezaji wa Simba jinsi ya kuweza kumwini? Kwa sababu tuliona wakati wa goli la pili la Almasri
wachezaji wa El Masry walivyokuwa wana force kwamba angalie kwenye nini, nenda kwenye VAR kaangalie. Kwa nini wachezaji wa Simba hawakuforce mwamuzi, nenda kaangalie hii tukio kwenye VAR pale mpira ulipotoka? Afu tatizo limekuwa ni la limekuwa sugu kwa Tanzania. Kwa sababu gani? Hata Yanga aliwahi kufanyiwa na Mamelodi, lakini hawakushinikiza. Tumezidi kuwa wapole, au sivyo? Kwa hiyo hapo na wenyewe watakiwa washinikize. Manase, kwa niaba ya seti ya kipenga cha mwisho leo, hebu toa maneno yako mawili matatu kwa nani hii, kwa wachezaji wa Simba wafanye nini kwenye mechi ya marudiano ambayo itachezwa siku ya Jumatano? Mimi natoa nasaha kwamba sisi tuwe makini sana, yani kuwashinikiza waamuzi pale inapotokezea kitu ambacho wana uhakika kabisa ni ina faida kwao. Yes. Basi walazimishe waende kwenye VAR wakaangalie, sababu tusiwe sisi watu wa wapole wakati tunaumia. Maana hayo ni maelekezo ambayo ndugu yetu mkufunzi wa waamuzi Idi Manase ametoa kwa niaba ya seti ya kipenga cha mwisho. Simba Sports Club mnatakiwa kuwa more active kwenye kudai haki yenu. Hadi wiki Alhamisi ijayo, au sio? Ndio. Kuna mechi nyingi sana sasa hivi za NBC, lakini pia tutakuja na matukio kadha wa kadha ambayo yalitokea kwenye CRDB Federation Cup. Alhamisi ijayo usikose sehemu hii muda ule saa 4:30 usiku siku ya Alhamisi. Niwatakie weekend njema. Asanteni sana.